Ingia pamoja nami kwenye maombi ya usiku wa manane yanaongozwa na Roho Mtakatifu. Nikukumbusha jambo hili. Tunao waombezi wetu katika imani. Muombezi wa kwanza anayetusaidia kuomba ni Roho Mtakatifu. Muombezi wa pili ni Yesu mwenyewe. Utasema inawezekanaje Yesu kuwa muombezi katika mahitaji yetu? Kitabu cha nyaraka ya Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza nasema, watoto wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mkitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Anasema kwamba tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kumbe Yesu anatuombea pale tumejikwaa, pale tumetenda dhambi. Yesu anatutakasa kwa sababu ndani ya jina lake kuna utoshelevu wa utakaso. Na hata kama kuna dhambi sio kuwa na utakaso, basi Yesu anatosha kwa utakaso kwako. Amini ya kwamba maombi ya usiku wa manane huu yataenda kubadilisha kabisa maisha yako, na uwepo wa Mungu utaongezeka kwenye maisha yako. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa kuwa Roho mwenyewe hutusaidia madhaifu yetu, kwa kuwa sisi hatujui kuomba vizuri inavyotakiwa. Usiku huu wa leo, muombe Roho Mtakatifu awe kwenye kinywa chako, akamate ndimi yako, akamate kuomba kwako, akupe nguvu ya kuomba. Kuna wale ambao nguvu ya kuomba imeibiwa. Kuna wale ambao mlipitia changamoto hii na ile, vipawa vyenu vimeondolewa. Ulikuwa na kipawa, ulikuwa na karama ya macho, ulikuwa na karama ya maombi, ulikuwa na karama ya ndoto, ulikuwa na karama ya kuimba, karama ya kusoma neno na kulielewa. Saa hii hauna tena. Ni maombi yangu kwa Mungu, hivyo vyote Mungu avirejeshe, hivyo vyote Mungu aviinue ndani yako. Mungu akusaidie, Mungu akutetee katika jina la Yesu. Ni wakati huu utaenda kukiri maneno haya. Sema, Roho Mtakatifu, ninaomba uwe pamoja nami katika maombi ya leo. Ninakukaribisha na kukualika, karibu unihudumie katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unitakase, unioshe kwa hisopo na damu yako. Ninaenda kila kinyume na hatia ya shetani inaoniletea dhamiri chafu katika jina la Yesu. Sasa naingia kuomba pamoja na wewe. Omba pamoja nami maombi ya Roho Mtakatifu. Bwana Mungu, ninakushukuru kwa neema hii na kila sababu ya kuungana na mpendwa huyu ambaye ameungana nami katika maombi ya usiku wa manane. Nalikamata anga na kulitiisha. Nafungua wepesi wa maombi. Ni wakati huu naachilia wingu lako Roho Mtakatifu lishuke pamoja na mtu huyu. Nafungua wingu la Roho Mtakatifu. Pokea wingu la Roho Mtakatifu. Pokea wingu la Roho Mtakatifu. Ondoa mawazo yako kwenye vitu. Funika macho yako, inua imani yako. Roho wa Mungu yuko mahali hapa. Roho wa Mungu yuko tayari kukuhudumia. Inua tu imani yako, inua tu imani yako, inua tu imani yako. Nami nimekuja kama muombezi, sawa na Isaya 59 mstari wa 16, ya kwamba palikuwa pana muombezi, lakini sasa nimesimama kama muombezi na kurejesha mbele za Mungu na kusogeza mbele za Mungu. Mungu akusaidie sasa. Roho Mtakatifu akushukie. Pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu, pokea kusema kwa ndimi, pokea ndimi za moto katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila uzito wa kuomba ukuachie kwa jina la Yesu. Pokea wepesi wa kuomba, pokea connection ya maombi, pokea muunganiko wa maombi. Roho wa Mungu ashuke sasa. Roho wa Mungu akuhudumie, Roho wa Mungu akutakase, ayasaidie mahitaji yako, akusaidie kuomba mahali ulipokuwa huwezi kuomba, mahali ambapo ulisahau kuomba. Roho mwenyewe ayabebe mahitaji yako na akusaidie sasa. Anga la Roho wa Mungu lifunguke sasa, lifunguke sasa. Roho wa Mungu ashuke ndani yako. Imetosha kupita pito hilo, imetosha kuwa kwenye shida hiyo, imetosha kupitia aibu hiyo, imetosha kupitia uzito huo, imetosha sasa. Yuko Roho wa Mungu atakusaidia. Yuko Roho wa Mungu hapo ulipo. Tayari kuna muunganiko. Unasikia kuna nguvu inashuka kwenye mikono yako, unasikia kuna nguvu inashuka kwenye kinywa chako, unasikia nguvu ya kuomba, unasikia nguvu ya kunena, unaona kuna lugha unaongea ambayo huielewi. Endelea kuomba, Roho anakusaidia, Roho anakuvusha. Nami nakuombea usiku wa manane huu, uwepo wa Mungu kuzingire, nguvu ya Mungu kuzingire. Msogelee Bwana, mkaribie Bwana naye atakukaribia. Karibia kiti cha rehema, karibia kiti cha enzi. Sogea tu mbele za Mungu, sogea tu mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nimekuja, pazia lifunguke sasa. Nimekuja kusema na wewe. Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu niongoze. Siwezi peke yangu, siwezi peke yangu, kama Kristo alivyosema ya kwamba yeye ni njia. Mwambie Yesu, niongoze. Nataka niseme na Baba, nataka niseme na Baba kwa njia yako Yesu Kristo. Ninaomba unisaidie Mungu, ninaomba unitetee Mungu. Rejesha karama yangu, rejesha huduma yangu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, wakati naendelea kuomba, huduma yangu irejee, mafuta yangu yarejee.
urejee. Nami naachilia mafuta mabichi yamiminike juu yako, naachilia mafuta Roho Mtakatifu yamiminike juu yako na kupaka mafuta hapo ulipo. Pokea kupakwa mafuta, pokea kupakwa mafuta na kuweka wakfu mbele za Mungu. Naombea huduma yako, naombea karama yako, naombea talanta yako, naombea huduma yako, naombea neema ya Mungu iliyo ndani yako. Kuna watu mna neema kubwa, zilifunikwa, zililala. Naomba kwa jina la Yesu hiyo neema yako ifunuliwe. Kuna watu mnaishi maisha ya dhambi, lakini ndani yenu mna kipawa kikubwa, mna huduma kubwa. Unasikia Mungu anasema kwamba wewe ni mtumishi wake. Unasema Mungu anakutumikiaje ingali naishi maisha ya dhambi? Mungu na akusaidie, Roho wa Mungu akusaidie, Roho wa Mungu akusaidie. Nguvu ya Mungu inaamka ndani yako. Hiyo inachochewa, hiyo inachochewa. Nachochea karama hiyo, nachochea huduma hiyo, nachochea kipawa hicho, nachochea. Pokea uwepo huo, pokea wingu hilo. Roho ashuke sasa, 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 akuhudumie, ahudumie maisha yako siku ya leo. Haleluya, asante Yesu. Asante Bwana Yesu, asante kwa neema hii, asante kwa Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu, asante Roho Mtakatifu. Endelea kumshukuru Bwana, mshukuru Roho wa Mungu. Tayari wingu la Roho limekukamata, tayari uwepo wa Bwana umekukamata. Unasikia ndimi za moto zinanena kwenye kinywa chako, unasikia wingu la Roho limeshuka hapo ulipo, unasikia mikono inatetemeka, unasikia nguvu ya kuomba, unasikia kutoa machozi, mwingine unasikia kulia tu, unaona kama kuna uchungu unatoka. Omba kwa Roho, omba kwa Roho. Biblia inasema kwamba waongozwao na Roho hao ndio wana wa Mungu. Hautaomba kwa mwili ukapata matokeo. Kuna maombi inabidi uombe kwa kuongozwa na Roho. Hicho Roho anakuongoza kukiombea ndio hicho cha muhimu. Hicho unachosikia msukumo wa kuomba, hicho ndio kinachotakiwa, ndio cha wakati hicho. Maana Roho wa Mungu anayajua mahitaji ya wakati. Anajua kwamba saa hii kunatakiwa kufanyike nini. Anajua chochote unachosikia msukumo wa kukiombea. Kiombee, ombea. Na Mungu anakusaidia. Mungu anakusaidia. Usijiangalie hali yako, usijiangalie udhaifu wako, usijiangalie mara ngapi unakosea. Mungu ni wa neema. Mungu anaweza kumtumia mtu ambaye hata hakutarajiwa. Mungu anaweza kutumia chochote. Anaweza kuinua mawe. Mungu anakusudi na wewe. Mungu anakusudi na wewe. Wingu la Mungu lishuke. Uwepo wa Mungu ushuke. Pokea uwepo wa Mungu. Hamishwa. Nenda kwenye anga lingine. Nenda kwenye uwepo mwingine. Nguvu ya Mungu ishuke. Ikuvae sasa. Ikujae sasa. Hiyo inashuka. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea hapo ulipo. Wingu la nguvu lizunguke nyumba nzima. Litande kila mahali. Likuzunguke. Wingu la Mungu. Nguvu ya Mungu. Naita juu yako. Naita hapo ulipo. Kwenye familia yako. Kwenye ulipo hapo. Uwepo wa Mungu unashuka. Pokea. Karama yako. Karisma. Karama. Naita karama. Naita kipawa. Naita huduma yako. Naita neema yako. Naita nguvu ya Mungu. Kuna neema Mungu ameweka ndani yako. Haufanani na mtu mwingine. Wewe ni wa pekee, una kitu chako cha pekee yako. Mungu akichochee sasa. Uwepo wa Mungu chochee sasa. Nguvu ya Mungu chochee sasa. Chochewa na uwepo huo. Uwepo wa Roho Mtakatifu. Uwepo majibu yako. Uwepo wa neema ya Mungu juu yako. Katika jina la Yesu. Nguvu zako za maombi. Nguvu ya kuomba. Pokea kwa imani. Pokea nguvu ya kuomba. Pokea uwepo wa maombi. Pokea mpenyo wa maombi. Pokea flow ya maombi. Pokea nguvu ya maombi. Pokea mguso wa Bwana. Guswa kwa jina la Yesu. Madhabahu za giza zikuachie. Uchawi na uganga kuachie. Uzito kuachie. Mapepo na giza vikuachie vyote. Pokea nuru sasa. Zama kwenye maombi. Unasikia uwepo wa ndimi. Unasikia ndimi za moto. Omba kwa Roho. Omba kwa ndimi. Speak in tongues. Omba kwa ndimi. Katika jina la Yesu. Roho wa Mungu akusaidie. Uwepo wa Mungu kuzunguke kwa damu ya mwana kondoo. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa neema yako. Asante kwa kuwa mtu huyu umempenda. Asante kwa kuwa mtu huyu amekuwa thamani mbele zako. Na umeachilia mataifa, umeachilia wingu, umeachilia neema. Katika jina la Yesu nimekuombea. Endelea kuomba sawa na Roho Mtakatifu anavyobubujika ndani yako. Usimzuie Roho wala usimzimishe Roho. Ukisikia kuendelea kuomba, endelea kuomba. Ukisikia kurudia tena maombi haya, bonyeza rudi nyuma hapo, bonyeza eneo hilo la kurudi nyuma. Endelea na maombi hayo, Mungu atakusaidia. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba na wewe maombi ya usiku wa manane, maombi ya Roho Mtakatifu. Naamini Mungu amekuhudumia na anaendelea kuhudumia. Unatamani uendelee kupokea maombi kila siku? Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Niandikie jina lako na niambie mtumishi wa Mungu nahitaji kupokea maombi kila siku. Na wewe ambao unatamani unifuate zaidi kwa mitandao ya kijamii, karibu YouTube kwa kuandika maombi ni dawa, TikTok kuandika maombi ni dawa. Unasikia amani ya moyo wako kuachilia sadaka yako kwa kujiambatanisha na ibada hii ya maombi nyumbani kwako. Karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Mungu akubariki sana. Sadaka ni hiari na sadaka ni chochote, haina kiwango, ni vile Roho wa Mungu amekugusa. Mungu akubariki, akutendee mema. Uwe na